tunataka kuanza. Tutaanza pamoja na neno la maombi, tukiomba tutasifu kwa wimbo mmoja ama mbili, na ningeomba kama huko pale na wewe ni mwenye sifa, naongoza sifa kanisani, tukaribia hapa mbele tunapoomba. Kwa hivyo kwa heshima nitamuuliza Reverend Mwaura tufungulie kwa maombi na tutaendelea. Bwana asifiwe. Basi tunataka tukaweze kuanza mkutano wetu wa siku hii ya leo. Tunashukuru kwenu nyinyi nyote ambao mmefika. Nasema karibuni. Tukiendelea, tuko hapa kwa sababu ya mafundisho na mwalimu wetu tayari yuko mahala hapa. So let us be expectant. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya protocols na tuko na overseer wetu katika mahala hapa, yeye ndiye anastahili afungue huu mkutano wetu kama overseer wa district hii. Karibu sana overseer. Bwana asifiwe. Nami pia nawakaribisheni, na mmefanya vizuri sana kwa kuja. Wengi walifika asubuhi, na hiyo ni nzuri, na hata wale ambao wamefika sasa hivi tuko kwa program. Hebu kwanza na tuombe. Mungu Baba, twaja mbele zako asubuhi ya leo tukikushukuru kwa ajili ya wema wako. Tunasema asanti kwa maana mahali tumefika wewe ndio umetufikisha, sio kwa nguvu zetu wala uwezo wetu, bali ni kwa neema yako ewe Bwana tumefikia mahali ambapo tumefika. Leo tumekuja Bwana tukiwa na kusudi moja, ili tupate kujua zaidi na ili tuweze kujua jinsi ya kupigana na kuendelea na vita hivi vya imani ewe Bwana. Tunaomba msaada wako, tunaomba neema yako ikazidi kuwa pamoja nasi. Tuomba Bwana kukubalika nawe hata tunapoendelea na masomo ya siku hii ya leo. Twasema asante Bwana. Wote hata wale wako jiani bado wakija, tuwakabidhi mikononi mwako ewe Bwana, na ili wote wakubalike mbele zako Bwana, wote waweze kuinuliwa na roho wako ewe Bwana. Twasema ni asante hata kwa wakuu wetu kutoka region ambao wamefika. Twasema asante Baba wetu. Tunapoanza anza nasi mpaka mwisho Bwana, uwe pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tuomba na kuamini. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Jina la Yesu lipewe sifa. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Jina la nguvu. Jina la Yesu lipewe sifa. Jina la Yesu lipewe sifa. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Jina la nguvu. Jina la Yesu liabudiwe. Jina la Yesu liabudiwe. Jina la Yesu liabudiwe. Hallelujah. Jina la nguvu. Hallelujah. Kaba gotora. Kaba gotora. Kaba gotora. Kaba gotora. Kaba gotora. Thank you.
Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtwacokia ngatho nĩ tondũ wa rũcinĩ rwega Mwathani ũtũrathimĩte na ũgatwĩka wega, ũgatũhotithia tũtuĩke a gũkinya thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani, na nĩguo Baba mwega tũtuĩke a gũthomithio gatũrũme ka ũthingu. Rĩu Mwathani tũragũcokeria ngatho mũno nĩ nginya wa hau Mwathani ũtũkinyithĩtie, ti tondũ wa hinya witũ Mwathani, no nĩ tondũ wa hinya waku gatũrũme ka ũthingu. Rĩu Baba mwega tũrakũria tũgĩthiĩ Mwathani gũkũgoca, Baba mwega tũhotithie Ngai mwega nĩ tondũ nĩwe Ngai, tĩkĩra rũgoci rwitũ Ngai mwega nĩ tondũ we nĩwe mwega, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twayo na twacokia ngatho. Amen. Na Yesu asifiwe. Nataka tuimbe sifa na tutabarikiwa. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Milele wa milele. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Milele.
ukumbi. Tuwapigie makofi viongozi wa siku. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo mara tena nawakaribisha wote ambao tumefika na wale ambao hawajafika, zote tuko pamoja. Karibuni katika warsha hii na Bwana wabariki sana. Nafasi hii nataka nimkaribishe patron wa PMF katika wilaya ya Kiambu South ambao ndio wameandaa hii warsha ili aweze kutuitia wahubiri wetu na wale ambao wanatuongoza katika hii habari njema ya Mungu na katika ufalme wa Mungu, atuelekeze na atatufikisha mpaka kilele cha mahali ambapo na sababu ambayo ilituleta, na Mungu wetu atatubariki. Tumpigie makofi anaposimama. Karibu patron. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimie pia, salimia. Thank you. God bless you. Asanteni. Nashukuru sana sababu ya wakati huu ambao umefika, ya kwamba tumeweza kuandaa hii warsha ili tukaweza kufunzwa. Ni asante pia sababu umejitoa. Sisi wote imeandaliwa na PMF, lakini tukaona ni vyema tualike wapendwa wengine ili wakaweze kufunzwa kulingana na vile mambo yalivyo. Kwa hivyo mwambie mwenzako asante kwa kujitoa. Kuna mtu hajasema. Mwambie asante kwa kujitoa. Thank you. God bless you in a big way. Kwa wakati huu, pasipo kupoteza wakati, hebu niweze kumwalika wa secretary wa wilaya ili tuelekeze kutoka hapo. Hiyo ingine atatuambia sababu ya kusave time. Let us appreciate Reverend Mwaura. Again. Appreciate him in Jesus name. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Basi tunashukuru sana siku hii ya leo. Ni siku ya kipekee, ni siku ya maana sana, siku ambayo Mungu ametupea tukaweza kukusanyika mahali hapa kama vile tumekusanyika tukiwa na lengo moja, lengo ambalo ni la kufundishwa. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako leo tunaenda kufundishwa. Na basi tunashukuru sana tukua na Regional Bishop mahali hapa. Yeye ni mwalimu. Unajua walimu wanapenda sana watu kupata ufahamu. Na ndio naona our Regional Bishop, hata ingawa warsha hii imeandaliwa na Kiambu South, amesema hawezi akatuachilia kwa sababu sisi tuko chini yake. Ako hapa, ako pamoja nasi na Regional Bishop. Tunashukuru sana tukikuona mahara hapa. Basi nataka tukaweze kupatia wake wachungaji wasimame, wale ambao tuko na wao wake wachungaji mahali mlipo, tukaweze kusimama, tukaweze kusalimiana na our mom mko our overseer ndio atasimamia akuja tusalimie kwa niaba ya hao wengine. Karibu sana. Regional Bishop wetu Ofasia na kamati yake, tunashukuru sana kwa kuwa nanyi, na tunasema Mungu awabariki. Mimi nimeokoka, Yesu amekuwa mlinzi wangu, na kwa niaba ya wake wachungaji tunashukuru kwa vile mmekuja. Mungu awabariki. Amen. Asante sana. In the interest of time, naomba wachungaji wote tukaweze kusimama. Wachungaji wote apart from our overseer waweze kusimama. Na nasalimia hawa watu wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Tuko na mchungaji Nyanjui ambaye ni mmoja wa kamati dogo, naye ndiye atakuja kusalimia, akaweze kusimamia wengine. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Askofu mkuu wa mkoa huu na overseer wetu na mwalimu na watu ambao wamehudhuria, Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa Nyanjui Kamau na hudumu na kanisa la Pefa mahali kunaitwa Kerwa. Na siku ya leo ni siku kuu kwangu sababu nakumbuka
Mara ya mwisho kuja hapa tulikuja siku ya harusi yangu na mke wangu, ilikuwa 2004 wakati tulikuwa tumekuja hapa kupigwa picture. So hivyo siku hii ni siku kuu kwetu, tuko kama 17 years ago. Tunashukuru Bwana. Kwa hivyo karibuni sana hapa Kiambu South, wale wageni wetu na mkubwa wetu tunawakaribisha hapa. Bwana wabariki, na nimeokoka. On behalf of our pastors, Bwana wabariki. We are doing that so that we can redeem time. Na nichukue fursa hii ni washukuru department ya wazee wa Regional Bishop. Hii washa imeandaliwa na kikundi ya PMF in our district, na ni baada ya kuona kwamba tunaishi wakati ambao kuna mafundisho mengi ambayo inaendelea na ambayo inapotesha mwelekeo, hasa msimamo wa kanisa. Na hivyo basi wazee wakaona, kwa sababu wazee wengi wamepotelea katika hayo mambo, wakaona ni vizuri tukaweze kuja kufundishwa, na ili kama kanisa tukaweze kupewa mwelekeo. Na hivyo basi tukasema hata akina mama, kwa sababu hata wao wengi wamepotea katika hiyo njia ya hiyo mafundisho ambayo inaendelea, hata vijana wetu wote tukaweza kuarika, na ili tukiwa pamoja tukaweze kufundishwa. Na hivyo basi, kwa sababu tunataka mwalimu wetu kaweze kupata nafasi nzuri ya kutufundisha, naomba kwa wakati huu wa Regional Bishop tukaweze kuarika wa district overseer, na ili akaweze kutupatia neno la kufungua mkutano tukiendelea. We appreciate our district overseer. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane tena. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Our regional bishop Bwana Samuel Karanja, mwalimu wetu, wachungaji wetu wote, pamoja na wake wa wachungaji na nyinyi nyote ambao mmehudhuria, nachukua nafasi hii kuwasalimu katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Yangu ni kufungua tu mkutano huu kwa neno moja, na hilo neno nilipoambiwa nitanena neno hilo lililokuja kwangu, sikuwa na maneno mengi, kwa maana mimi kama mwalimu najua mwalimu ambaye ametengwa, huyo ndio muhimu zaidi. Bwana apewe sifa. Yangu ni kutangulisha tu, na kutanguliza hakuchukui muda. Bwana apewe sifa. Nina neno moja tu katika kitabu cha Hosea, Hosea 4 mstari wa 6. Hosea mlango wa 4 mstari wa 6. Hilo tu ndilo neno nataka tushirikiane nanyi, alafu tutakuwa na nafasi ya kuimba wimbo mmoja. Tukiimba wimbo mmoja wa sifa, nitamwalika our regional bishop ambaye atakuja hapa, naye pia atatualikia mwalimu wetu. Hivyo ndivyo itakuwa, na ili tuweze kukamilisha. Neno la Mungu linasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Bwana apewe sifa. Hili neno linajieleza wazi. Ni nabii wa Mungu Hosea alinena kwa niaba, ama kinywa cha Mungu kikanena kupitia kwa huyu mtumishi kwa jina Hosea, na alisema maneno hayo ya kwamba watu wangu wanapotea kwa kutokuwa na maarifa. Kutokuwa na maarifa sio jambo ambalo hata katika mahakama yetu na katika nchi yetu, if you are ignorant you cannot escape the hand of law. Huwezi kusemekana kwa sababu hujui usamehewe. Hakuna kitu kama hicho katika mahakama yetu. Ukiulizwa wewe ulifanya hivi kwa nini,
ukasema sijui, hiyo si sababu. Kutokuwa na maarifa ni jambo ambalo hata Mungu hapendezwi nalo. Na kuna mambo mengi katika ulimwengu huu tunahitaji maarifa. Sio tu hata mambo ya dini peke yake. Maarifa ni muhimu sana. Na unaona hapa tuliangalia na nikaona kweli hapo, ukiendelea hapo chini nasema kwamba kwa sababu umekataa maarifa yangu nitakukataa. Mungu anasema I will reject you. Kwa sababu ya kukataa nini? Maarifa yangu. Maarifa ni mengi. Maarifa ni mengi. Na kujua mwanzoni tu na ili nimalizie. Nimekuja kujua katika maisha umuhimu wa maji kwa kuelimishwa. Mimi sikuwa najua umuhimu wa maji. Sikuwa nakunywa maji sana. Mimi nilikuwa nasema sioni kiu. Na kwa hivyo sina haja ya kunywa maji. Na kwa hivyo mara nyingi watu wakinywa maji mimi sinywi kwa sababu sina kiu. Lakini nilikuja kufunzwa na maarifa na nikakuja kujua kwamba maji, hatunywi maji kwa sababu ya kiu. Tunakunywa maji kwa sababu maji ni muhimu katika maisha. Maji ni muhimu katika mwili. Na basi nami nikajifunza kunywa maji. Sasa mimi ni mnywaji wa maji. Na kunywa maji nimekuja kuelewa kwamba hata ukitaka kunywa zaidi ya lita 2, hata ikiwezekana lita 2 ama zaidi, ili maji yafanye kazi mwilini mwako. Kwa maana mwili ni maji. Na hayo ni maarifa nimeyapata as we go on, as we continue. Ukikataa maarifa, kwanza ukikataa maarifa ya Mungu, you are rejected. Haya ni mambo ambayo tunahitaji maarifa. Yale ambayo tumemuitia mwalimu ni mambo tunahitaji maarifa. Kwa sababu katika nchi yetu na katika eneo hili letu la Kikuyuni kuna mambo yanainuliwa sasa hivi siku za mwisho. Yanainuliwa kuliko vile yanavyofaa. Watu wameanza kuinua hata wale watu waliokufa meta kwa gomi. Mago kilio makenda kuona ni otaria nene kia ukiranga ibitu. We need to know. Nitwenda kumenya maundu maya na nigetha ona hahothe tugikuwa tuli tuhote kurugamira kio kia Ngai tutari na wasiwasi. Amen. Kwa maundu maratugerio maria matagiriire, aria maratugeria irua na irua no igongona makaria maundu manene na turamaigua kinya matura-ini maitu. We don't want to be ignorant. Ukikataa maarifa nawe utakuwa nini? Utakataliwa. Ukirega mauge ona thino ni gukurega. Thank you muno. Tikorokiria hau na nitorutwe na regional overseer witu kei turugame na iguru tobeto ine rwimbo rumwe ndimwete nigetha tunyitire ugeni mwaria kana mwarimu witu munene wa muthenya wa umuthi. Catherine, please, wimbo moja na tupeni wimbo moja tuweze kumshukuru. Tutituragio ni maundu maria tuonaga na maitho aria thiku matukaga ni tondu wa gwitikia Ngai aria arwaru ni moigete ondu aria ni moigete atoku aria marudicoko igete ya mere na tamarugaime donete
hawajaja, nataka pia kutambua wale wamekuja kwa sababu ya huu mwito, na si lazima tunasoma na wao. Kwa mfano, tuna watu kutoka Rali. Hebu watu wa Rali wasimame tafadhali. Wamekuja watu wa Rali. Hebu na ni makosa sana kutowatambua. Wana watu wa Rali kwa vile mmekuja kule Kimende. Sasa kuna wengine wametoka mahali pengine, wasimame tu waone. Ketini. Kegumo Pefa tafadhali. Kegumo Pefa. Oh, glory be to God. Amen. Kuna mahali pengine tafadhali. Kabedro. Watu Kabedro. All right, asante sana watu Kabedro. Oh, glory be to God. Bwana wabariki sana. Tumesikia vizuri kuwa nanyi. Unaona, tungewaacha hawa ni makosa. Unajua watu wakiangalia kitu hawatambui watu vizuri mpaka itolewe hii onekana, lakini si lazima unajua mambo yaliyoko. Sasa hatujuani na hawa watu wametoka Cathedral na wengine. Asanteni sana, Bwana wabariki. Sasa nataka kumpisha, na ninasikia kunyenyekea nikimpisha our regional bishop aje hapa asalimie mkutano na tena atukaribishie mwalimu wetu. Asante, Bwana asifiwe. Amen. Ngeithia ndugu mwathani arogocwo. Ni furaha kwa kikao hiki siku ya leo. Nimejikuta mahali hapa na nimependezwa sana na kufurahi sana. Lakini kwa wale ambao ni wageni, ni Bishop Samuel Karanja, overseer katika region hii ya Kiambu. Mgeni wetu ambao ni mwalimu wetu Dr. Kaklas, tumependezwa kuja kwa pamoja nasi pamoja na mke wako. Mungu abariki sana. Nimependezwa kuingia katika hii district ambako kiongozi wenu ni overseer Mwolia, na pendezwa pia kwamba viongozi wa PMF, director wa PMF katika region yetu ya Kiambu ambaye amepanga mpango huu, Christopher na kikundi chako na kamati yako na wengine wote ambao wamehusika katika mpango huu, na nyote vile mmekuja, Mungu awabariki sana. Nataka kuamini kwamba hii ni siku ya muhimu sana. Tumekuja ili tuweze kufundishwa, na kama amevyosema overseer Mwolia kwamba watu wangu wanapotea kwa kutojua, kutofundishwa. Si tukifundishwa tunakuwa watu ambao wameelemika. Mtu ambaye amesoma ni tofauti na mtu ambaye hajasoma. Hiyo ni mambo ambayo tunayaelewa. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa hii nafasi nzuri. Ndiposa nasi tumetoka kule kwetu Kigumo, tumekuja na hawa wazee ambao wamesimama, tukapenda tukunja ili tuweze kuwa pamoja na nyinyi, tuweze kufundishwa na tuweze kupata yale ambao tunastahili kuyajua. Hii nipoteze muda kabla nimwalike mwalimu. Napenda nisome neno fupi sana katika kitabu cha Exodus. Kitabu cha Kutoka, in the book of Exodus chapter 23. Kitabu cha Kutoka chapter 23, ninasoma tu kidogo. Najua wetu watakuwa na mengi ya kutuambia na naamini kwamba tutapata kubarikiwa. Kitabu cha Exodus chapter 23 verse 23, nasoma kwa Kiingereza. Inasema ni Mungu alikuwa anaongea na Waisraeli. Mstari wa 23, my angel will go ahead of you and bring you into the land of the Amorites. Hao ni mataifa. Mtaenda katika kwa mataifa: Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, Jebusites. Unatanjwa halafu to miriga itandatu adamu dimokole kujua adwangal nyando wa Israeli. Mtakwenda kukuta watu hawa wote kule ambako malaika wangu atawaongoza mwende huko, na mtawakuta hawa watu. I will wipe them out. Nitawaondoa, nitawapiga, hawatakuwa na wataondoka, nyinyi mkae kule kwao. Mstari wa 24, do not bow down before their gods. Msinamishe vichwa vyenu kwa miungu wao, or worship them or follow their practices. Msinje mkaabudu hiyo miungu yao, wala msifanye practices, mambo ambao wanafanya. Na hivyo ndivyo ilivyo. You must demolish them and break their sacred stones sacred stones to pieces. Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sicknesses from among you.
and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Hata nitawaongezeni miaka. Ukienda mstari wa 32 hapo chini nasema, do not make a covenant with them. Covenant si madhabahu. Mwende mfanya, kuna zingine zinaitwa bread covenant. Usifanya madhabahu na hawa. Do not make a covenant with them or with their gods, ama kwa miungu yao. Mnataka kuniambia Kikuyu si kabila? Si ni kabila hata hiyo? Na ya kwamba na sisi tumejikuta kuko huko, na kwamba kuna miungu yao ambao wanakaa mahali fulani, ambao wako na practices zao, kuna mila zao, itikadi zao, matendo yao ambao wanafanya, mena mikireo ya maundu na indo ile ndoria manamilire na minyuire. Mutikana kuihana ni nanga isio, mutikana kuchinamirira, mutikana kuruta magongo na maasio. Mtoto wako mora ni mtoto wako wake ni kwa gomenyo. Ndiposa tumekuja leo tufundishwe. I don't want to preempt what our teachers should be teaching us, lakini nina furaha kwamba tumekuja zote, kwa mama kwa waume, tupate kusikia ili tupase kujua tunaenda namna gani, na Bwana atatubariki. Na mimi kwamba Bwana atatubariki siku ya leo. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, twanyekea miguuni mwako, tunakuabudu. Tunakukaribisha leo uwe pamoja nasi. Utuongoze Bwana, ujidhihirishe kwetu kwa ajili yako. Mwalimu anaposimama Bwana, ukamtumie aweze kuwa kwamba ni chombo cha kutumiwa na wewe, atuletee mafundisho ambayo Bwana yatakuwa ni ya baraka kwetu. Tupate kujua tunakaa namna gani na tunaishi namna gani, unastahili twende namna gani, ili katika mienendo yetu, katika ibada zetu, katika imani yetu, katika vitendo vyetu viweze kuwa Bwana ni vile ambavyo vitakupendeza. Kuwa pamoja nasi siku ya leo Bwana, kuwa pamoja nasi. Tubariki kila mmoja wetu, tuweze Bwana kufungua masikio ya mioyoni, masikio ya mwili, tuweze kusikia sauti yako Bwana unaponena pamoja nasi. Utubariki leo na hata milele, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Bwana tukuzwe. Haleluya. Tafadhali chukueni viti vyenu. Nashukuru kwa kuja. Kabla sija nena, nataka nialike mke wangu aweze kuwasalimia. Ndio nikianza sitaweza, na najua nikianza mbele huenda nikasahau yeye. Bwana asifiwe. Haleluya. Pungieni mkono vizuri. Bwana asifiwe. Ni mzima katika Bwana. Anashukuru Bwana kwa wakati huu ambao wametupa, na ili tukaweze kupatana pamoja kwa kusudi lake. Bwana asifiwe. Jambo moja ningetaka kusema ni kwamba hauko hapa kwa bahati mbaya. Ambia mwenzako hauko hapa kwa bahati mbaya. Uko hapa sababu Mungu amekusudia na alionelea vema ukaweze kuwa mahali hapa. Niseme naitwa Pastor Susan, nimeokoka. Yesu ni Bwana, ni kimbilio katika maisha yangu. Nashukuru yeye kwa kazi nzuri ambayo amenipatia, na ili hapa ulimwenguni nikaweze kumsimamia. So nikiwa nimesimama hapa, mimi ni mshahidi ya kwamba Yesu ni Bwana na yeye hutenda mambo makuu kwa wale ambao wamemtegemea. So Mungu awabariki tunapoketi na tukaweze kufundishwa, na ombi langu ni ukitoka mahali hapa ukawe ya kwamba umeelewa mapenzi yake Mungu na maisha yako na familia yako na nchi yetu ya Kenya venye Mungu anataka tukae. God bless you. Amen. Hako kaheshima ni kadogo. Unajua huyu mama ni nani? Tafadhali appreciate her. I thank God for all of you. Na shukuru sana kuwaona. Kwanza Bishop, I really want to appreciate ya kwamba umenikubalia niongee na hawa watu wa kanisa la PEFA, na jambo lile ni muhimu sana, na nafurahia uliponipigia simu those are many months ago. Kwa sababu ya heshima yako niliweka kwa diary, na leo the fact that I honored this,
I think now unahitaji kunibariki. Unajua nilifundishwa na mtu mmoja wa army ya kwamba ukiitwa na mtu mkubwa kukuliko wewe, kazi yako ni kusema yes sir, na wewe ukifanya hivyo, at least you receive blessings from that person. So God bless you so much. Mwalimu Moria, overseer, tulijuana na yeye tukiwa vijana kiasi. We met many years ago tulipokuwa walimu, and both of us were in sports, so tulikuwa tunakimbia kiasi, and so after many years nilikuta kumbe hata yeye aliitika mwito wa Yesu na akawa mchungaji. Mambo yale ni mazuri. Bwana sifiwe. Alafu Reverend Mwaura tumekuwa na yeye kwa NCCK, na yeye tumehusika kwa programs nyingi, na nashukuru Mungu. Leo ni siku muhimu kwa wale wamekuja, na nataka tufanye kitu kidogo tu ndio tuweze kuanza. Tafadhali tusimame kidogo. See, okay. Na nataka uelewe hao maadui tatu ndio ukiketi sasa. I will be helping you to deal with one of them today, although we will also identify the others. Najua shetani mnamjua, hamumpendi, hamuchezi na yeye, achaneni na huyo. Sasa tukuje hawa wengine wawili, ulimwengu. Unajua dunia iko na systems ya zake, na imepanga mambo hivi kwamba ikipanga mambo yake inataka uconform nayo, ufanane nayo, ufanye vile na jinsi inavyotaka. Sasa kama hauelewi hivyo, utakuwa kwa safari maisha yako yote. Dunia ikileta fashion mpya inataka ufuate hapo, dunia ikileta mambo mengine inataka ufuate hapo. Sasa dunia na system zake, by the way, in the book of John Mungu anasema hivi, ukiwa rafiki na dunia wewe ni adui wa Mungu. Bwana sifiwe. Sasa dunia lazima uidentify kama adui wako. Najua the only surprise inclusion kwako ni wewe. Unajua wewe katika maisha yako, okay, shetani anaweza kuja na majaribio, lakini Biblia yasema you have power and authority over him. Amen. And then dunia inaweza kuja, ukikataa hayo mambo umeyashinda. Lakini wewe kuna mambo na tabia ukiyakubali, ukiyakubali tu katika maisha yako, unaanza kujenga msingi ambao unaweza kukupeleka kwa shetani, unaweza kushindwa mambo kama hayo. Jambo la kwanza, vile uko sahihi. Si ni wewe umechagua kuvaa vile umevaa? Bwana sifiwe. Na kile ulikula si ni wewe? Na si unajua hata kama hauna pesa ni wewe uliharibu zako. Si unakumbuka ulinunua nyama kilo 4 na nyinyi mko 4. Yes, kwa sababu ya kupenda nyama, na hiyo pesa ingebaki kidogo. Sasa leo umekopa fare ya kuja hapa. Inaanza mtu to identify, umeanza kuona vile unaweza kuwa adui yako. Ukose pesa, ukose nini. And then ya muhimu kabisa ni kwamba ukikubali kitu kiingie ndani yako, kama imetoka na ni kibaya, kikiingia tu umekipatia ruhusa. Hata shetani akileta mambo yake, you have the ability kusema they will not come to me. Amen. You have the power to do that. So zile zote utasema leteni, zitakuwa zako, na wewe mwenyewe ndio utaharibu. In other words, I'm trying to say this. Wewe ndio adui mkubwa wa maisha yako kuliko shetani na kuliko ulimwengu. Lakini do you also know that when you realize that, then you have victory over Satan na the world, and you will be victorious. Sasa ukiketi leo, nataka kuamini ukitoka kwa washa hii utakuwa umeanza kuelewa ni wapi either shetani ama ulimwengu ama mimi nimeanza kujiingiza kwa mambo ambayo italeta nishindwe katika maisha ama mambo kama hayo. Sasa nataka ukae chini ukiwa umejitayarisha ya kwamba you are now ready for victory. Amen. Tusome katika Isaiah chapter number 10. Isaiah chapter number 10. Na nashukuru niko na mzee wa kwetu wa kanisa, ningesahau yeye ako pale. Tafadhali baba Diki simama tu. Okay. God bless you so much. Tumekuja na yeye akatusaidia kwa dereva
niko na mafundi wa mitambo kiasi, and we thank God. So Isaiah chapter number 10 verse 4. Nataka kusoma hiyo tu, nitaeleza kitu alafu ndio tuendelee. Biblia yasema hivi: nothing will remain but to preach among the captives or fall among the slain. Okay, listen to that. Kuna mambo yanakuja katika maisha na Mungu anaendelea kuona watu wake, kuambia msipite hapo, msiseme hivyo, msifanye hivyo. Na yeye anasema mkifanya hayo na mkifuata hiyo njia, katika maisha yenu one of two things will be true. Either utaunganishwa na wale wameshindwa, ama utalala kwa wale wameuawa. Kama kanisa hapa tumefika sasa, mambo ambayo yameshambulia kanisa sasa, ni kama tumefika mahali ambapo kanisa lazima liambiwe unless you do something, kuna mambo mawili yatafanyika. Maadui wamekuja na utatekwa nyara, utakuwa katikati ya waliotekwa, ama uwe katikati ya waliouawa. You can imagine Mungu akisema in a nation, in a church, we have only two groups. But by this time he's actually saying, hampaswi kuwa hivyo. Mnapaswa kuwa watu ambao wamebarikiwa, wanashinda, adomarahotana, adomenahinya wangai, watu ambao wana mambo ambayo Bwana ameahidi. Lakini kuna mafundisho na tumeanza kuyakubali. Tukiendelea na mafundisho yale, tukiendelea na madhabahu yale, tutaunganishwa na wale, okay, nitakuthie ithuothe tuthiete ukauma bara, na hiyo vita ikitokea ugatuika gatagate kando wa Ngai, twina ikundi igere tuciatigara, o aria manyitetwo migwate na aria makuite. We do not have faithful people. So today in this meeting, nataka niseme hivi, I want to believe wewe hautakuwa in any of those groups. Wewe utakuwa katikati ya wale ambao wameshinda, wale ambao katika maisha, katika wokovu, at least mambo yao ni mazuri. Majina yangu naitwa Reverend Dr. Katlas, na mambo nitakayo wafundisha leo yameapia katika kitabu. Ukiona yule mzee pale, niko na vitabu kadhaa. I brought a few copies of that book. Na nitawapatia hizo vitabu kwa kitu kidogo tu. Nikiendelea kueleza mambo haya, nataka uanze kujiuliza whether in your church umeanza kuona ni wangapi wamelala, ni wangapi wamekufa as a result of what we will be discussing. Kuna mambo Bishop amesema na ni ya muhimu sana, ya kwamba time has come tuelewe ya kwamba kule tuko kuna mataifa ambayo Bwana already ametuonya kwamba msikubaliane na wao, msiende na wao, msifanye mambo yale. God bless you so much. Amen. Nianze kwa kusema hivi. Watu wanapenda Yesu na wanapenda Mungu, na wanataka kumtumikia katika maisha yao. Shida iliyo na Wakristo, na sasa ndugu zangu, nataka muanze kuona hivyo. Shida ya kwanza ni kwamba watu hawataki kuhudumia Mungu peke yake. Hiyo ndio shida yao. In fact, people love God. Uliza hata wale wamekataa kuokoka, watakwambia tunampenda Mungu. The difference and the problem, itaki kumtumikia Mungu akiwa peke yake. Akisemekana ni Jehova peke yake na hakuna Mungu mwingine, unaanza kuwa na shida. Watu wanataka hivi, Jehova alafu mambo mengine. Hayo mambo mengine yamewekwa hapo na shetani, ndio at least iwekwe kama ina msaada fulani katika imani ya watu wa Mungu. Kuna watu wanashekelea Wakristo tukisema sisi tuna Mungu mmoja, kwa sababu wao wana miungu mingi. In fact, they do not even understand
Kwa nini sasa nyinyi mko na Mungu mmoja tu umweta kara? Na vile mambo na mashida ni mengi. Okay, angalia watu kama Wahindi, the Hindus. They have over 33 million gods. 33 million. Na wanaamini, Wahindi wanaamini, by the way, ukienda uhubirie Muhindi, uone amekubali haraka, most likely hajaokoka. Kile amefanya ni hiki. Kulingana na imani yao, kila Mungu anasimamia shida fulani. Atakusaidia, atakupatia suluhu ya shida fulani. So what they believe ni kwamba hawa miungu 33 million ni zile wamechukua in the course of time. Lakini they still have this faith ya kwamba pengine kuna Mungu mwingine ambao anaweza kutusaidia kwa kitu kingine. Sasa ukienda kwa Muhindi anataka kusikiliza huyo Mungu wako anasaidiaga nini? We have Mungu wa fertility, tunapata watoto kwa sababu kuna Mungu anatusaidia pande hiyo. Kuna Mungu wa tukifanya biashara, kuna Mungu wa watu wakipanda, kuna Mungu wa watu wakikufa, kuna Mungu wanakuambia. Sasa wewe ukienda, if you explain the gospel vizuri kama vile Reverend Mwaura anafanya, atakwambia sawa, hiyo ni uzuri, huyo nataka. So akienda kwake anaunda kama madhabahu kengine sasa kama Mungu wako, na wewe unakuja hapa ukituambia nilihubiria Muhindi akaokoka. Hajaokoka, ameongeza kwa 33 million, ameongeza kama Mungu kengine. Wakristo wanashekelewa, lakini wanaposhekelewa, sisi Wakristo wenyewe tunajua ya kwamba Jehovah is God alone. Wanasifiwe. Hamukusikia kwetu sasa. Na kwa mkutano huu nataka tukubaliane ya kwamba hakuna miungu miwili. Jehova ni Mungu peke yake, hakuna Mungu mwingine. Tuko pamoja? Hebu niseme hivyo mara ya 3. Jehova ni Mungu peke yake na hakuna Mungu mwingine. There is no other God. Ukiamini kuna Mungu mwingine, sasa umeanza kuwa na shida katika maisha yako. Hebu niseme hivi, wakati Mungu anaona watu wame embrace miungu mingine, wameanza kuamini ya kwamba kuna Mungu hapa na anafanya hivi. For example, kuna this teaching ya kwamba, na imekuwa sasa kwa TV zetu tunaambiwa, unajua Wakristo kama ni Waafrika, kama ni Wakikuyu, you made a mistake. Kwa sababu tuna Mungu wetu, na sasa wazungu walipoleta Mungu wao, sisi tuliacha Mungu wetu tukaenda kwa Mungu wao. Mambo hayo yamefundishwa katika television na watu wanaamini hivyo, na wameanza sasa kusema ati tunarudi kwa miungu yetu. Hebu uone hiki kitu hapa. Mungu alipopeana the 10 commandments, the first one ilikuwa inasema nini? I am the Lord your God. You shall have no other God besides me. Amen. Na sisi ambao tuko hapa tunaamini ya kwamba kwa sababu sisi ni wa huyo Mungu, Wakikuyu, Wajaluo, Wakamba, Wahindi, Waamerika, wote ni wa huyo Mungu. Wakianza kusema kuna Mungu mwingine na wewe uamini hivyo, umeanza sasa kuambia Mungu, wait a minute. Ni wewe na Mungu wa Wakikuyu, ni wewe na Mungu wa Wajaruo. Ni vikomba sasa sahi tuko kwa campaign kubwa, tukiambiwa tafadhali Wakikuyu rudini kwa Mungu wenu, sijui amekasirika, sijui akina nani wengine wamekasirika, na mnapaswa kufanya mambo fulani ndio msaidike na mambo yale. Nataka niseme hivi, wakati Mungu anaona watu wake wametoka njia zake na wanaamini kuna Mungu mwingine ama wanapata miungu mingine, yeye hujiondoa katika maisha yao. Bwana sifiwe. Mungu hang'ang'ani, anajiondoa katika maisha yao. Na yeye hujiondoa ni ili mambo mawili yafanyike. Jambo la kwanza, ndio waweze kuelewa ya kwamba hawana msaada kwa Mungu mwingine. Amen. Na jambo la pili, ndio aweze okay, I don't know which word I would use for to compel, kuwalazimisha
kumrudia yeye. Unakumbuka ya kwamba katika Waisraeli kuna siku alikuwa yeye mwenyewe anafika mahali anawaambia hata mtaenda Babylon ama mtapigwa na mataifa mpaka siku mtakayo realize ya kwamba mimi ndio Mungu wenu. Jambo hilo ni muhimu. Niseme hivi, katika kila kizazi, in every generation, kuna kuwa na challenges ambazo zinakuja na zina face kanisa. Hizo challenges zinakuwa mingi. Na nimesema in every generation. Challenges za kwamba either kanisa in that generation linatakikana liombe miungu miungu mingine, idols, ama wakatae Mungu, ama wakatae Yesu. As we sit here in this generation, mambo ambayo tumeambiwa sasa ni kwamba sisi si wa Mungu wa Abrahamu, sisi ni wa Mungu wa Mlima Kirinyaga. Na Wakamba wanaambiwa Mungu wao, Wajaruo wanaambiwa Mungu wao. Alafu tunaambiwa hata Yesu si Mungu wetu. Biblia si neno la Mungu wetu. Sasa inafika mahali unajikuta okay, hauelewi, by the way, hauelewi exactly where we are headed kama kanisa. Nataka niseme hivi, hapo tumefika. Hiyo ndio challenge yetu ta kanisa, kuambiwa na kufika mahali tunaambiwa you have another god, mumefanya mistake. Sasa pale tumefika, idol worship imeingia kwa kanisa, na tunaambiwa sasa tuanze kufanya mambo na kupitia mambo yale jinsi watu wamealeta, tuanze tuwe kanisani, lakini tukatae Mungu na tukatae mambo yale. Sasa tuwe hapo katikati. The enemy has attacked the church through our traditions and beliefs. Adui ameshambulia kanisa na ameingia, na sasa anatumia excuse ya kwamba traditions zetu na practice zetu ziko na shida. Na kwa hivyo hebu niulize swali hapa, na pengine itakusaidia kuanza kufuata kutoka pale nimefika sasa. I know you're wondering, mimi naenda wapi? Naenda pande hii. Tunataka sasa ujiulize hili swali. Utamaduni wetu, culture yetu, zinaingiliana wapi na wokovu wetu? Ukianza kujiuliza hivyo, mambo yatakayotokea ni kwamba kuna mahali kuna shida, because that is what the devil has done. Wale ambao wamekuja na wakasema Biblia si ya Mungu, na wakasema Mungu wa Biblia si Mungu wetu, walianza kutuambia unduire witu nduri thina, na nduri handu nyitanite no honokio, na nduri handu ugukuhinyiriria. Ndiroiga wiurie kiuria, nasema ujiulize hili swali. Unduire wakwa na Ukristo wakwa sinyitanagira. Utamaduni wangu na Ukristo wangu zinashikania wapi? Aria othe matukinyiti haria turi riu, wale wote ambao wametufikisha pale tulipo, makiambiriria matwirire turacokia roi mukaro, wakianzia walisema ya kwamba tunarudisha mto mahali pake, na tugikirwo riu na uhoro uyu nduri handu urathukia uhonokio wanyu, na tukaambiwa ya kwamba haya maneno hakuna penye inaguza wokovu wetu, na koguo tukiambiririo na ithuĩ kuona na tukirwo mathina maria twinamo ati ni tondu twatigira unduire. Tukaambiwa ya kwamba zile shinda tulizoko nazo ni sababu tuliacha utamaduni, tukigithie gucokerera unduire witu nigetha
ati mathina mathire. Hilo likatufanya turudie utamaduni na ili shida zikaishe. No riu thina wiriri, lakini sasa shida iko hapa. Unduire uri atwerirwo ri, utamaduni tulioelezewa ona aria matwirire ri, na wale ambao waliweza kutuelezea, riu ni marakinyire haria mathiaga. Sasa walifika pale walikuwa wanaelekea, riria mehithaga magatwira ati ona oni a Kristiano ndio nirahitukire. Wakati walikuwa wanajificha watuelezea wao pia ni wa Kristo umepita. Haria tukinyete riu maroiga ona Ngai ti Ngai wao. Pale tumefika wasema ya kwamba Mungu sio Mungu wao. Na makoiga Biblia tikiugo kia Ngai wao. Wasema ya kwamba Biblia sio ya Mungu wao. Na riu niho ndirenda wone. Na hapa ndipo nataka uone. Campaign ino ndiari ya gutucokia rwi mukarwa. Hii campaign haikuwa ya kurudisha mtu pahali pake. Yale ya gucaria andu aria metiketie Jehova Ngai wa matuini. Ilikuwa ya kutafuta wale wanaoamini Mungu wa mbingu. Ihitukiire unduire-ini, ikiwa imepitia kwenye utamaduni. Tondu andu merwo ni unduire ri, sababu wakielezewa ya kwamba ni utamaduni. Na maikare makiragwo ndungikana unduire waku ri, wakae katika kuambiwa hauwezi kataa utamaduni wako. Ona maririo githwari merwo mukosa wasemeshwe kwa Kiswahili waambiwe mkosa mila ni mtumwa. Merwo guore wakiambiwa vile tugaikara twiharirie gurithie, tunakaa katika kujiandaa kwenenda. No kiria tutaruragia ni atiriri, lile jambo hatuelewi ni hili, unduire uyu twathiire, utamaduni tunaoenda ni upi? Ni ungikana na uria turari naguo, ni upi au ni ule tu tuliokuwa nayo? Waingirire maundu-ini ma kiroho ni nguka kwaria hau. Uliingia katika mambo ya kiroho, nitayanena hapo nyuma. Hapa nimesimama. Ndirugamite kuga unduire ni moru. Sijasimama kusema utamaduni ni mbaya. Ona ndirugamite kuga maundu maitu ma unduire ni moru. Sisimami kusema utamaduni na mambo yake ni mabaya. Umenye ti moru ri, na ujue si baya. Taurore hiyo. Hebu tazameni hili. Kindu kia mbere ni ati lugha ino ndiraria tha ici. Jambo la kwanza ni lugha ninayotumia sasa. Ni ya unduire witu. Ni ya utamaduni wetu. Na lugha hiyo. Na hii lugha haha ni haria andu mahunjiirio na Gikuyu. Hapa kuna watu walihubiliwa kwa Kikuyu na Gikamba na tena Kikamba na lugha wengi na lugha nyingi na makihonoka, na hao watu wakaweza kuwa unduire ni moru no ngorwo ngihenania. Nikiwaambia utamaduni ni mbaya naweza kuwa na wakosesha. Riu ningi ona gitio kia muthuri no cio ngiri, tena heshima ya mtu na mwingine, kia mwana na ithe ri, ya mtoto na baba. Maundu macio turutitwo ni unduire witu. Hayo mambo tumefundishwa na utamaduni na nitumatite, na hayo twayaheshimu. Na koguo unduire ti moru, na kwa hivyo utamaduni si mbaya. Lakini nisikize, utamaduni ni ulikoragwo na thina umwe muritu muno. Unakuwa na shida moja ambayo ni nzito. Tondu shaitani kana daimono ni hotaga kuingirira unduire hindi ciothe. Sababu shetani na tena pepo zaingilia utamaduni kila wakati. Ni kuri kamurango kahinguku unduire-ini gatari mundu ngihota kuhinga. Kunalo lango ambalo limefunguka ambalo haliwezi kufungika katika utamaduni. Na koguo unduire ni uingagirwo ni andu. Kwa hivyo utamaduni uingiliwa na watu. Na ona daimono ni hocagia maundu macio. Na tena pepo zaweka mambo yao kule. Tondu wa maundu obvious. Kwa mambo ambayo mnaelewa. Undu wa mbere ni ati unduire nduri uhoro wandikitwo toria kuri Biblia kana Quran ati ndungiongerera kindu tondu uhoro ni recorded na watu wakuongerera ni turi kuragia hau ni haandike. Jambo la kwanza ni kuwa utamaduni haujaandikwa kama vile tunazo Biblia au Korani, ati ya kwamba ukianzia kuongea tutakuuliza ni wapi pameandikwa. Riu wongerera kindu giaku, ukiongeza mambo yako uriongagirira no gatwira ni unduire, utaongeza utwambia ni utamaduni. Na kile mundu ukigana ati ni oi wothe, na sababu hakuna anayeweza kujigamba na aseme aelewa kila kitu, ugetikirwo, unakubaliwa. Inyi murari guku, nyinyi mlikuwa hapa, andu aria akora kuru hanini ri, wale ambao ni wazee no waweza kuwaelezea tene hapo mbeleni. Afafare matuciarite, akina baba waliotuza na maithe mao na baba zao, matingetire kurota na matingecirie na matingetikirire, hawangetaka kufikiria au kuwaza ati mutumia no atuike muthuri wa
kiama ya kwamba mama aweza kuwa mzee katika chama cha wazee. Uhoro ucio ndungetikirikire. Hayo mambo hayakukubalika. Ndoreza icire. Lakini wa sasa ukiria athuri maroigire atiriri. Nao wazee waliosema nigetha mundu atuike chifu mutumia. Ili mama akaweze kuwa chief. Kana munyinyi wa chifu. Au naibu wake chief. Kana arugame giti kia MP. Au akasimame katika kiti cha ubunge. Atatupatia posi. Tondu ndarianaga athuri atari muthuri. Sababu hawezi ongoza wa mama kama Kenya hakingekubalika. Riu nigitikireku. Sasa kimekubalika. Hatiri mundu wina thina. Na hakuna mwenye akona shida. Riria ni ndaciarwo ndi munyinyi ri. Nilipozaliwa nikiwa mdogo. Ni kuri maundu tweta kuri maritwa twari namo. Kunayo majina tuliyokuwa nayo. Maindo iria ciekuo. Ya zile vitu zilizopo. Na maritwa macio ni macenjetie. Na hayo mambo yameendelea kubadilika. Hatiri mundu wina thina. Na hakuna mwenye akona shida. Mungetheire mutu wa mbembe. Kama ungesiaga unga ya mahindi na mucoke mutukanie na mai, mchanganye kwa maji, muhagere mwikire iria kana mwana wikira twende maziwa au ikose atharuka kindu kiu gitagwo ki ikichemka. Hiyo ni nini? Igua ndakigua unasikia hapa itagwo curu, inaitwa curu. Hiyo hiyo haikuwa hapo mbele. Wakati wetagwo ucuru ilikuwa ushuru. Riu ni kugarurukite. Sasa imegeuka. Ciana iria tuciarĩtwo na itire hano cioe wetagwo ucuru. Wale watoto tunazaa hawajui ushuru, wanajua suru. Riu ni curu. Sasa ni ana wa Gikuyu na ni wa Kikuyu. Na undu uyu ni rwagaruruka. Na utamaduni unageuka. Na hatiri mundu wina thina. Na hakuna mwenye akona shida. Undu wa keri uri utumaga maundu magaruruka undu-ini na utire na gukaga mundu ukuria. Jambo la pili lafanye mambo yabadilike kwa utamaduni na pakosekane wa kuuliza. Na ni undu wa bata muno. Na ni jambo la maana. Ni ati undu-ini ni kwamba utamaduni udini wa kinduire wa utamaduni na unduire guo mwene na utamaduni mwenyewe hatire muhaka, hazina mpaka. Nikiriria iwega, nisikilizeni inya Gikuyu ri, nyinyi wa Kikuyu, udini wanyu wambagiriria ha? Udini wenyu unaanzia wapi? Wena kuu ri, mukiwa huko ni hari kindu gikagwo mukerwo riu ni udini tureka. Kuna wakati mnaitwa mnaambiwa sasa hii ndio dini ya Wakikuyu, na mugacoka mukerwo riu ni tuma udini ni riu twi unduire-ini. Na sasa tena muambiwe hatuko kwa udini, tuko katika utamaduni. Afrika yothe, katika Afrika yote unduire utamaduni na udini na dini ni ciogothanite, zote zimeshika. Ila ugwika unduire wakati unafanya utamaduni cikanagirira na udini ukawika, zinaingilia pamoja, zinaendelea na dini unafanya udini ile. Ukifanya udini ukiago kaingira unduire-ini, unaenenda unaingia kwenye utamaduni. Ndio harito muno. Hapa ndipo ambapo panajambo Kristo, sababu kunaye Mkristo hau ndio wambiriria kuona thina. Hapo umeanza kuingia kwenye shida, wa Ngai umwe, sababu yeye ni wa Mungu, na unduire wina Ngai ungi, tamaduni una Mungu mwingine, na nero ageke unduire, na aliambiwa aingie katika uria wina Ngai yaguo, ile ambayo ina Mungu wake, na ndarimenya ugikinya kwambiriria nigetho ige riu nie na nie ngukirira haha, na hata jua ikianzia na ili aseme na mimi hapa nitasimama twi hamwe. Riu ugakora werwo ni unduire tureka ri, ukiambiwa ni utamaduni tunafanya, ukuingira utaingia wike maundu mothe, utenda mambo yote, kumbe maundu mamwe weka ni ma Ngai ingi, kumbe yale mambo umeyatenda ni ya miungu mingine. Jitekerie ndi mwire u, nikubalisheni niseme hivi, na no korwo hi haria thutha ni turihitaniria na inyue okay ngoraga atiriri, mi hupata hivi ona tondu twina honoki, hata ikiwa tuna watu wameokoka katika kikao hiki. Bishofu ya hao takunyingata nyongo ngere gwendete kuga 99%. Nilikuwa nataka kusema sehemu ya 99. Ngecoke hanini njuge 80%. Wacha niseme 80%. Ya honoki ya meha, ya wale waokovu wako hapa were matire Ngai umwe, hawana Mungu mmoja, na matitungatagira Ngai umwe, na ya pili hawahudumii Mungu mmoja. Na uko uguore, nikisema vile ndio wabiriria kugea na thina nani, umeanza kuwa na shida na mimi, reke ngucarie tuone, wacha nikutafute nikuone kana hihi we wa Ngai umwe, kama wewe unahudumia Mungu mmoja. Na ngikoko kwenda uthina mbere kuririkana, nikifanya hivyo ningetaka uendelee kukumbuka ati unduire wanyu, ya kwamba utamaduni wenu na Ngai wa unduire ucio na uungu wa utamaduni zote zaungana na hazina mpaka.
nikio mwathi uthoni Ndio maana mkiingia katika dauli wiragwo mwathi uthoni mwathi unduire mnasema mnaenenda utamaduni. No unduire ni ucio ri Lakini katika ule utamaduni mugeka magongona ma ngai ingi mnafanya dhabihu za miungu mingine. no thoni uyu uma wa muhonoki Lakini ile dauli ilikuwa ya mtu ambaye ameokoka. tondu hatire muhaka Sababu hakuna na nikio mpaka. honoki muhotanite kwambiria kwerewa nikio tuguthomeirwo andu akwa maninagwo ni kwaga Na kumenya. ndio maana tukasomewa tukaambiwa ya kwamba watu wangu wapotea kwa kutojua. Unduire ri Utamaduni ti ati ni wage kuyu muru sio ati ya Wakikuyu baya kana wa ikamba au ya Wakamba. unduire guku thi guothe Utamaduni huku duniani ni kote kindu kiuru ni kitu kibaya. wage kuyu magite atiriri Nasikia Wakikuyu wakilinga wakisema ati ni ivie ni ivie ayahudi guku wajua sisi ndio Wayahudi wa hapa Afrika. tuikaga marua tao Tunafanya tohara kama wao. tuhikanagia tao Tunaoa kama wao. unduire ucio mwiganaga naguo ri Utamaduni ambao mwajigamba nayo. mutikae gwiciria ni kuri unduire wigai kwa ngai Msifikirie kwamba kuna utamaduni utarithi bigoni. mwathani arogocwo unduire wothe Utamaduni wote withina uko na shida. tondu utumaga andu kana uingiragirwo ugendagirwo kahora ni shaitani Uingiliwa polepole, wanyemelewa polepole na shetani. akahocia tu maundu twake Anaweka mambo yake ni pale. urona nyoka-ini agicago ni ahotia kindu Unaona katika ile nyoka ameweka kitu. ugwiciria ni waciragirwo ufumba ucio Unafikiria ni nani aliyechomewa ule ufumba? ino yari nyoka ya gicago Ilikuwa tu nyoka ya ni shamba. cuma Ni chuma. ugwiciria ni wahenanitie nigetha andu meke Ni uguo nani alidanganya na ili wakafanya behind hivyo? nyoka iyo ni shaitani wamukagira rugoco Nyuma ya ruo hiyo nyoka shetani aliweza kupokea sifa. ona guku unduire-ini witu Na katika utamaduni wetu ni kuri maundu mahithitio kuo kunayo mambo yamefichwa pale. undu umwe wa bata muno Jambo moja la maana wa sana kumenya ya kuelewa ni ati o kabira kabila ni mari ngai yao wana miungu yao na maroho mangi na marongoragia roho zingine ambazo wanaabudu na ni mari igongona ciao kana ni makite igongona iria mahitukagira makirongoria ngai na wana icio madhabahu yenye wanapitia wakiabudu ile miungu. take ngitwaririe haha Ni nene hivi, kigongona ni ki madhabahu ndio nini? tondu wamenya uguo ri Sababu ukielewa madhabahu riu ni muhoro nini, uria wothe kwaragia ri yale yote riu nitakayo kwambiriria riu gugutauka utaanza kufahamu. kigongona ni ki Madhabahu ndio nini? ngambirira na kugo Nimeanza na kusema o kabira katika kila kabila ni ri ngai yao ina Mungu wake na ni ri maroho mangi na ina roho metikitio mari revo ya ngai icio ambazo ziko katika sehemu moja na ile miungu iria marongoragia zile ambazo wanafuata, na ni undu wa ngai icio ri na kupitia ile o miungu kabira ni kiri igongona ciacio kila kabila ina madhabahu yake. reke njarie uhoro wa gikuyu tondu guku agikuyu ni aingaingi Niseme kuhusu Wakikuyu sababu hapa ni wengi. agikuyu ni mari ngai yao kirima Kirinyaga Wakikuyu wana Mungu wao ambaye ako Kirinyaga mamwitaga Murungu ambao wamuita Murungu kana mwene nyaga au mwene nyaga. ucio ngai wao ri Huyo Mungu wao no mari maroho mangi wanazo roho zingine marongoragia ambazo wanaabudu. gatagati gacio ri Kati ya zile ni aria makuite ni wale ambao ni wafu, aria metagwo ngomi wale ambao wanaitwa gomi, Ni kwaria uhoro wao na hau nitanena hanini. juu yao hapo nyuma. riu ndakiuga atiriri Nikasema hivi, nigetha makirongoria ngai ciao ri wanapoabudu zile ni miungu mari igongona mathondekaga kunayo madhabahu wanatengeneza. kiria kinene muno gia gikuyu Kwa Wakikuyu kile kikubwa sana ki mukuru-ini wa Nyagathanga iko katika ule mkurwe wa Nyagathanga. gia keri gikirima Ya Kirinyaga pili iko mlima Kirinyaga. igongona icio Hayo madhabahu na ingĩ nyingĩ na zingine mingi, tondu hau hanyu ri sababu hapo no kwenu korwo ni hari mugumo pengine kuna mti ule wa Kikuyu waita na mugumo mugumo, ri na katika ni ule mti kigongona gia ni gikuyu madhabahu ya Wakikuyu. haria marutagira magongona riria mena guku Pale wanatolea madhabahu wakati wako humo. kigongona ni ki Madhabahu ndio nini? ni kindu giothe wikaga Ni kile kitu ambacho we wafanya kana ukauga au wasema gikarehera gitio inaleta heshima na gikahingura murango na tena yafungua mlango kuri ngai fulani kwa miungu fulani. reke njokere Niseme hivi, ni kia bata muno kuga uu ni vizuri kusema
An altar madhabahu refers to anything done ni kitu ambacho unafanya or said au unasema that pays homage, ambayo inapatia heshima, brings honor, inaleta kuinuliwa, and opens spiritual doors to a deity. na inafungua milango. Okuo kigongona no ukiambara no ukirisna shugo ciaku, waweza kuinua madhabahu kwa maneno yako, no ukiris o kigongona kiu na maundu gwika na ciiko ciaku, waweza kuinua madhabahu hayo kupitia matendo na maundu ta macio, na mambo kama yale. Maundu maya ngwenda umakuwe tondu ni mabata muno. Haya mambo uyachukue sababu ni ya maana, ni mabata muno, ni mambo ya maana. Nabeta atire noti-ini ciakwa na yaita hivi katika notes zangu, facts about altars, mambo ambayo ni ya madhabahu, maundu mabata muno ubatarite kumenya mamago ma mambo ya maana ambayo unastahili kujua kuhusu madhabahu. Wa mbere kigongona kiagiaho, jambo la kwanza, madhabahu yakiinuliwa yakiwa pale kiexposaga andu kuri thirikari fulani, kuachilia watu katika kutawaliwa na serikali fulani. Nikugweta hau thutha hanini, wenyita thirikari, we shika tu serikali, na thirikari ino ndauga ri, na hii serikali ninayosema ni imwe ya igiri, ni imwe ya ici igiri, ni moja kati ya hizi mbili, thirikari ya Jehova Ngai, serikali yake Jehova Mungu, na thirikari ya Shaitani, na serikali yake Shetani. Uko kigongona giothe, kwa hivyo madhabahu yote gikonyitithanagia kana gikung'ethagiria thirikari imwe, inakuunganisha au inakuelekeza katika serikali moja. Undu wa keri, jambo la pili, mundu wothe, every human being, kila mtu obitwo akorwo memba wa kigongona kia Ngai, akaweze kuwa kwa madhabahu ya Mungu. Andu a Ngai thikiriria wega, nisikilizeni vizuri, akorwo ndukuiguite hangi haha tigakuhituke, kama haukusikia lingine hili, mundu wothe Ngai anetikiria akorwo guku thi at any one time, kila mtu ambaye Mungu amekubalisha na akawe humu duniani, muoroto wake, lengo lake Mungu wari mundu ucio atuike wa kigongona kia Ngai, ilikuwa ya kwamba huyo mtu awe wa madhabahu yake. Riu kana ni wakuo kana tu wakuo ri, kama ni wa huko ama hayuko, ucio ni uhoro tukugweta thutha, hayo tutaendelea kuyaona. Uguo andu aria othe wonaga, kwa hivyo hao wote nginya aria uiguaga ni devil worshippers, hata wale unasema waabudu shetani, ona aria wona magithondeka igongona ngithi arogina andu a muthemba ucio, washirikina unawaona. Ngai akimarehe guku thi, Mungu alipowaleta duniani, muoroto wake wari magatuika a kigongona lengo lake lilikuwa wakaweze kuwa wa madhabahu yake. Undu wa gatatu, jambo la tatu, kigongona gia Shaitani, madhabahu ya Shetani, kiria kibingaga kigongona kia Ngai, ambayo yapinga madhabahu ya Mungu. Gitiri hindi kiri giakorwo no teithio, hakuna siku yenye imekuwa na msaada kuri andu, kwa watu, ati andu a Ngai, mundu wothe, kwa mtu yeyote. Riu haha no wiyuria atiriri, sasa waweza jiuliza, uguo ni kuga atia? Hivyo kusema nini? Kigongona gia Shaitani, madhabahu ya Shetani, gitiri hindi kiri gia support mundu, hakuna wakati ishawahi kusupport mtu. Ona aria uiguaga ati ni maraheana magongona ati nigetha matonge, hata wale wasikia wanapeana dhabihu ili watajirike, mwishowe ona hindi iyo mareka uguo, hata wakati wanatenda vile makoragwo magithii hathara nene, wanaenda hasara kubwa, manyitite rugendo rwa gugathie kuninwo ni kigongona kiu, wakiwa wameshika safari ya kuangamizwa na yale madhabahu. Undu wa kana, jambo la nne, kigongona giothe, madhabahu yote nikio kimakaga itura, ndio inaweka alama kwa jiji. Altars are territory markers. Madhabahu yote yanaweka mipaka kwa jiji. Nikuulize kiuria nigetha unyite uguo tondu ndiko explain maundu maingi ma hau. Wacha nikuulize swali. Ndiria Ngai atumanĩire Israeli maume marutwo Misri, wakati Mungu alitumana na Waisraeli wakaweze kuondolewa Misri,
reason ya ririku Sababu ilikuwa gani? Kayiga gatiriri Mungu alisema ndirenda andu amakandugatire nataka hawa watu wakanihudumie. Reka tushirie hanini Tufikirie niki kiabataraga nigetha kama ni nini ilifanyika na ili wakaenende kwa kumhudumia. Ni ndurume magathinje Ni wachukue kondoo wakamchinje. Na maundu maria mangi kana ni mahiga kana ni mite nigetha makeigo yawe mawe miti chochote wajenge madhabahu. Indo icio ciothe ithitiari Misri. Si hizo zote zilikuwa Misri. Niki giatumaga Ngai ya demand no muhaka maume guku. Kwa nini Mungu akawa anasisitiza lazima waondoke? Tondu Misri Sababu kule Misri already itura riu niria makitwo ni igongona cia Baali kana cia daimono. Tayari ile ilikuwa imewekwa alama na madhabahu mengine ya kidini. Firauni mwenyewe etagwo Ngai alikuwa anaitwa Mungu. Na itura riu ya Misri na jiji la Misri ni kwambararitio igongona cia ngorongoragia Ngai ingi. Alikuwa pameinuliwa madhabahu ambayo iliabudiwa miungu mingine. Shugo ile twathomerwo kuciane bishofu. Maneno ambayo askofu ameyasoma. Ngai amerire atiriri. Mungu akawaambia na moima guku na mkiondoka mahali hapa wathie kuu murathie mkienenda kwenda kuingata andu aria mekuo ya kwamba nitafukuza wale mataifa wako pale na mkifika mutekete undu ungi bila kufanya lolote munauranie igongona ciothe ciao mukaweze kuzibomoa kubomoa madhabahu yao kigongona kingi na ile mkainua madhabahu na ili mkaweze kujishikia pale. So icio ni atiriri ukweli ni huu hauona haha ndo kigongona hapo ambapo pamepandwa madhabahu ni wega kwimenyerera ni vizuri kuwa uangalifu tondu no ukorere witora riu sababu mweza kupata lile jiji niria mirikiwa ni daimono kana ni ngai ingi tiga uria kurari mbere nimeweza kumilikiwa na madhabahu mengine au miungu mingine. Undu wa gatano jambo la tano na no wafata muno niguo ndorete kuga kuma hau ndagweta la maana nitaitaja kigongona kiaragia kana uhoti wa kigongona ni value iria attachetwo hari kigongona kiu. Uwezo wa madhabahu ni kulingana na value yenye imewekwa pale au dhamana yenye imewekwa pale. Ndio watu gatiri aria mehaha na athuri a kanitha sababu ya wachungaji walioko hapa tena wazee wa kanisa akademi alio wacha ninene hivi ya kanitha mkijenga kanisa tondu ithuĩ wa kiroho ni turi problem imwe sababu sisi watu wa kiroho tuna shida moja ithuĩ twaka kanitha sisi tukijenga kanisa ndio wakwenda guthie matu-ini sababu ya kutaka kwenda mbinguni kinya muthenya wa kumiamura hata siku ya dedication tukaga na mathegeni sisi tunaingia tuna matawi tukaina tunasifu tukarugaruga tukarikiria hau tunamalizia pale tukauga ni twahingura kigongona wasema tumefungua madhabahu thina ni atiriri shida ni kwa tura riu twaka kanithari katika hiyo jiji tumejenga kigongona kia daimono kamejengwa madhabahu ya kishetani na ikaheo value na kimepatiwa dhamana yaragia itura riu ambayo inanena katika lile jiji. Reke njugeo niseme kigongona kia Ngai madhabahu ya Mungu gitungatagira andu kuhitukira institution igiri inahudumia watu kupitia mambo mawili institution igiri taasisi mbili taasisi mbili institution igiri inahudumia watu kupitia taasisi mbili thirikari ya Ngai serikali ya Mungu na family ya Ngai na familia ya Mungu. Haha ni havata muno kumenya hapa ni pa maana sana tondu riri sababu wamenya uguo ri ukijua vile riu ni kwambĩrĩria kwĩhũga sasa utaanza kuwa mwangalifu mundu wothe utungatagirwo ni gĩgongona kia Ngai yeyote ambaye anahudumiwa na madhabahu ya Mungu maria mari mwena waku yale mambo yaliyoko upande wako ni thirikari ya Ngai serikali ya Mungu na family yake na familia yake wewe wa thirikari ya Ngai atia wewe ni wa familia ya Mungu kiasi ni undu ni wa wako bireri sababu yeye alikuumba na newe ukonoketie ri tena amekuokoa riu maundu maria mothe ubataraga yale mambo yote ambayo wahitaji ni guaranteed ni thirikari iyo yote yamehakikishwa na ile serikali security yaku na ulinzi wako ni ya Ngai ni ya Mungu. Zaburi 34 muhari wa mugwanja Zaburi 34 raini ya 7 nituheagwo muraika wa guturagira wapewa tumeamlishiwa malaika wa kutulinda wakene ni ati nituhetwo thakame again aritharaita ya guturagira pewa damu ya Yesu
Yesu Kristo ikiwa silaha ya kutulinda. Kigo kia Ngai kiwa thĩinĩ wa wathimo atiretwa rĩa Jehova nĩ nyũmba njaka mũthiriringo na arĩa athingu nĩho moragĩra makahonoka. Neno lasema katika Mithali ya kwamba jina la Mungu ni nyumba imeudibika vizuri ambayo watakatifu wanatolekea na wanaokoka. Taikarĩra gĩtĩ wega. Ebu karia kiti vizuri. Karia kiti vizuri. Na nĩndĩrenda wĩre atĩrĩrĩ. Nataka ujiambie hivi. Niĩ nĩ wa thirikari ya Ngai. Mimi ni wa serikali ya Mungu. Nĩ ũramenya rĩu wĩ wa thirikari ya Ngai. Unajua sasa ukiwa wa serikali ya Mungu. We gũtirĩ thũ ĩngĩkũhota. Hakuna adui anayeweza gũtirĩ ũhoti wĩ igũrũ wa Ngai waku. Hakuna uwezo ambao uko zaidi ya Mungu. Maũndũ marĩa mothe ũbataraga nginya kũrĩa. Yale yote unataka kushiriki. Mashughulikagĩrwo nĩ yashughulikiwa na Mungu. Institution ya kerĩ ĩrĩa yaku. Ya pili ambayo ni yako ni familia. Neno lasema kuma rĩrĩa twahonokire tangia wakati tulipookoka twatuĩkire ariũ na aarĩ a Ngai. Sisi tukawa wana wa Mungu. 2 Corinthians 6:18. Katika Korintho wa pili 6:18. Ati twatuĩkire ariũ na aarĩ a Ngai. Tukawa wana wake Mungu. Tugĩtuĩka agai hamwe na Kristo. Wenye tukawa warithi pamoja na Kristo. Tugĩtuĩka ciana cia wendo wa Ngai. Tukafanyika watoto wa upendo wake Mungu. Rĩu twĩtaga family. Sasa chenye tunaita familia. Na hĩndĩ ĩyo tugaga atĩ ithuĩ rĩu tũrĩ a Ngai. Na wakati tunaposema sisi ni wa Mungu, tukoragwo tukiuga atĩrĩrĩ, sisi twasema hivi, ithuĩ mũtirĩ ũndũ mũngĩtwĩka. Hakuna jambo mwaweza kutufanya. Hamwezi kutuondoa. Hamwezi kuguza watoto wetu. Sababu serikali ya Mungu na familia yake ziko upande wetu. Sio kusema ziko upande wetu. Sisi tuko ndani. Tuko pamoja. Mnaona hayo madhabahu? Mnaona haki ya kuwa katika yale madhabahu? Wale wanaokataa madhabahu ya Mungu wao huelekea madhabahu ya Mungu na wanarusha changamoto hata wakiwa katika familia ya Mungu. Wanamdhalau Mungu. Niuona mundu anyararite ile. Ushawahi kuona mtu ambaye akiwa amemdhalau babake na agakinya handu akamwira atiriri, na nafikia wakati anamwambia niĩ gũtirĩ kũndũ ũngĩndwara, mimi hakuna penye waweza kunipeleka. Ushawahi fika hapo? Nĩnginyĩte ho. Mimi nishawahi fika hapo. Ngakora mwanake urera ithe ũguo. Nikampata kijana anamwambia baba yake hivi. Arĩa othe muonaga nĩ maregire Ngai. Wale wote waliomkataa Mungu. In effect, makoragwo makiuga atĩrĩrĩ, wao husikuwa wanasema hivi, nĩtwanyara thirikari yaku, tumedhalau serikali yako na familia yako, na twathura andũ yaku, na tumechagua adui yako, tutuĩke adui yaku, tuwe wa adui yako. Utafanya utafanya. That is what they have been asking God. Hivyo ndivyo wamekaa katika kuuliza Mungu. Kwa neema zake Mungu amekaa katika kuwaonya, waache kukausha, lakini wakitamatishia upande, unajua kuna kitu watafanya. Kuna siku ambayo wamegojewa. Nisikilizeni. Na uhoro ndio wa bata muno. Na hili jambo la maana. Kurigongona mithemba ĩrĩ. Kuna madhabahu mara mbili. Kigongona kia Ngai wa matu-inĩ, madhabahu yake Mungu wa mbinguni, na kigongona ya shaitani, na madhabahu ya kishetani. In other words, broadly speaking, na general yake igongona ni igĩrĩ tu. Kwa upana niseme madhabahu ni mawili tu. Kia Ngai wa matu-inĩ, na Mungu wa mbinguni, na kia shaitani, na tena ya shetani. Kia Ngai ya Mungu ni kia bata muno ni ya maana sana. Nikio kiari kia mbere. Hiyo ilikuwa ya kwanza. Tondũ mũraririkana nĩ kũrĩ shaitani arĩ mũraika kĩgongona-inĩ kia Ngai. Wakumbuka kuna wakati shetani alikuwa malaika katika yale madhabahu. Ũguo kĩgongona kia Ngai nĩkĩo kia mbere. Kwa hivyo madhabahu ya Mungu ndio ya kwanza. Na wakerĩ nĩ atĩ kĩgongona kia Ngai ti igĩrĩ nĩ kĩmwe. Na ya pili ni kwamba madhabahu ya Mungu sio mbili, ni moja. Nĩ kĩgongona kĩmwe tu. Ni madhabahu na kĩ matu-inĩ, na iko mbinguni.
Mwathani arogocwo. Wanapewa sifa. Guku thiri. Hapa chini. Niki gikuo. Hapa duniani ni nini? Tondu riri. Sababu. Mwina kanitha wanyu. Mko na kanisa letu. Na tugane kiongona kia Ngai. Na tuwasema ni madhabahu ya Mungu. Ona ithuĩ tũrĩ kanitha. Pia tuna kanisa. Na tugane kiongona kia Ngai. Tuwasema ni madhabahu ya Mungu. Utungatĩri ũyũ wangiuga kĩgongona kia Ngai nĩ kĩmwe rĩ. Mchungaji akisema ya kwamba madhabahu ya Mungu ni moja. Aroiga atĩa? Asema nini? Ndĩroiga atĩrĩrĩ. Nasema hivi. Kĩgongona kia Ngai nĩ kĩmwe. Madhabahu ya Mungu ni moja. Na kĩ matu-inĩ. Na iko mbinguni. Gũkũ thĩ rĩ. Hapa duniani. Nĩ extension ya kĩgongona kĩu aheanĩte. Mungu ametupatia vutio la yale madhabahu ya mbingu. Ngai ndarĩeherera gĩtĩ gĩake kĩonene. Hajawahi ondokea kiti chake. Hajatoka mbinguni. Maũndũ marĩa mothe ekaga okaga mbere ya kĩgongona kĩgongona-inĩ kĩu gĩake. Yale yote atenda akiwa kwenye yale madhabahu. Rĩu kanitha wanyu. Kwa hivyo kanisa nĩ extension ya kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndio ambayo umepewa kutoka madhabahu ya mbinguni. Hau nĩ mũngĩuga ameni. Tondu riri sababu rorai ũrĩa kũhana. Tazama vile ilivyo. Then ndio wambĩrĩrie ku understand atĩrĩrĩ. Waanza kuelewa hivi. Ũguo niĩ ona nĩ haha. Hata nikiwa hapa. Ndĩ wa matu-inĩ. Mimi ni wa mbinguni. Na nĩkĩo Biblia yugaga atĩrĩrĩ. Ndio maana Biblia tũtietereire muoyo wa tene na tene twakinya. Hatungojee uzima wa milele tukifika. Ũcio nĩ ũrutani wa ndini. Hayo ni mafundisho ya dini. Ũrutani wa Biblia thĩinĩ wa Yohana 17:3 tuugaga atĩrĩrĩ. Katika Yohana 10 already twina muoyo wa tene na tene nĩũndũ wa kwamũkĩra Kristo. Tayari tuna uzima wa milele kupitia kumpokea Kristo. Ona actually tũtũraga mbere ya Ngai. Na sisi hudumu mbeleni za Bwana. Every time ũrathiĩ kanitha-inĩ. Kila wakati unaenenda kwa kanisa. Ũgĩthiĩ ũguo ũkaririkanaga. Ukienenda hivyo ndathiĩ kũingĩra njikare mbere ya Ngai. Nimeenda kuingia nikae mbeleni za Bwana. Nĩ tũratwarana. Tuko pamoja. Wathiĩ gũikara mbere ya Ngai. Waenda kukaa mbeleni. Matarete gũthiĩ expectate. Na ndio maana unastahili kwenda ukiwa tayari, ukiwa mgonjwa. Ndikara mũciĩ. Hauwezi kukaa nyumbani. Tondũ waikara kũnene na ũteithio waku. Umekaa mbali na msaada wako. Mũndũ ũrĩa mũrwaru nĩwe ũbatarĩte gũthiĩ kĩgongona-inĩ mũno. Aya mgonjwa astahili kufikia hau. Sababu akifika pale. Akinya harĩ ũrĩa ugaga ndarĩ ũndũ onaga mũnene no ahote mothe. Afika kwa mwenye asema hakuna jambo aonako. Twĩ hamwe. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kĩgongona kĩa Ngai. Jambo hilo lingine la madhabahu ya Mungu. Kĩgongona kĩa Ngai nĩkĩo kĩrĩ hinya mũingĩ mũno gũkĩra kĩgongona gĩa Shaitani. Madhabahu ya Mungu ndio yenye nguvu kuu kuliko ya kishetani. Ũhoro ũcio nĩ mwega wa kuelewa. Na hayo mambo unastahiliwa kuyaelewa. Tondũ maũndũ mamwe tũraga makiona morĩ. Sababu mambo mengine tunatishiwa nayo. Nĩ kũrega kuelewa. Kutoelewa haya. Kĩgongona kĩa Ngai. Madhabahu ya Mungu. Nĩkĩo kĩna hinya gũkĩra kĩgongona gĩa Shaitani. Hayo ndio yana nguvu kuliko madhabahu ya shetani. Hana nĩ harĩ mũrogi ũikaraga ho. Ukisikia pale kuna mchawi anakaa. Na hihi kũgĩa ũndũ ambĩrĩrie kuga nĩ mũkũroga. Na kufanyike jambo aseme atakuroga. Wĩ mũhonoki. Ukiwa umeokoka. Tũbatarĩte kwaga gũkoma. Hauwezi, si vizuri kukosa kulala. Tondũ nĩ kuga we ndũraelewa kĩrĩa we ũrĩ. Sababu ni kumaanisha we hauelewi uko nini. Ũrogire. Ushirikina. Urutaga wĩra na hinya wa Ngai. Unafanya kazi na nguvu za pepo. Na nĩ wa kĩgongona gĩa Shaitani. Na ni ya madhabahu ya shetani. Na kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ. Na neno la Mungu lasema. Wewe. Tondũ wĩ wa family ya Ngai. Sababu wewe ni wa familia ya Mungu. Na wa thirikari ya Ngai. Na ni wa serikali. Wĩ mũhe hinya na wathani. Nimepewa nguvu na mamlaka. Igũrũ ya Shaitani. Juu ya shetani. Na mahinya make. Na nguvu zake. Meaning ona ũrogi werekerio harĩ werĩ. Hata kama ukielekezewa ũhingũrĩte mũrango wa mehia rĩ. Hautafungua lango la dhambi. Gũtirĩ gataimono korogi kangĩkũhutia. Hakuna pepo ya uchawi ambayo yaweza kukuguza. Amen. Na koguo niĩ ndinauga gũtirĩ ũrogi. So sisemi hakuna uchawi. Kĩrĩa ndoiga nĩ atĩrĩrĩ. Chenye nimesema. Ũrogi ndũngĩhota mũhonoki. Uchawi hauwezi kushinda mwokovu. Rĩrĩa tu ahonoki magĩaga na thĩna. Wakati waaminio wanakuwa na shida. Nĩ ũngĩkorwo wĩ mũndũ ũrĩa ũmenyagĩra kũingĩra mehia-inĩ akiumaga. Kama wewe ni mtu ambaye anaingia wahingũra mũrango. Unafungua lango. Wĩ kĩndũ wenyitithania nakĩo gĩa ũthamaki wa Shaitani. Kuna kitu umejiunganisha na ũkĩhũthĩrwo arĩ kĩhoto gĩa gũgũkinyĩra. Na yaweza kutumika ikiwa sababu ya kukufikia. Ndũire mũhonoki ũcio mũriganĩtie. Ambia mwokovu ambaye ametanyisha. Wewe mũingĩ mũno. Wewe una nguvu mingi. Tondũ wĩ wa kĩgongona kĩa Ngai. Sababu ni wa madhabahu ya Mungu. No akorwo nĩ ũhingũraga mũrango wa mehia. Lakini kama wafungua lango la dhambi.
wimenyerere muno. Ni vizuri kuwa mwangalifu. Tondu ni wega gwika uguo. Sababu ni vizuri kufanya hivyo. Ukireke nguherere. Wacha nikupatie maundu matano. Mambo matano. Kana matandatu. Au 6. Mariri. Ya ukigwa kigongona handu hothe kiri. Ukisikia madhabahu kila pahali ukataisikia. Uigwe kigongona kiha. Usikie madhabahu yako hapo. Kwi maundu ma kigongona, kwi maundu gukora hau. Kuna mambo utapata pale. Anani arogosho. Bwana sifiwe. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. You self go be